On to the next one bwana, kwenye industry ya Bongo Flava. Tunafahamu kwamba hivi karibuni kuna usajili umefanyika kwenye lebo tofauti tofauti na wasanii tofauti tofauti wameingia kwenye lebo. Sasa siku ya jana bwana, kwenye African Princess record label hii ambayo inamilikiwa na msanii wa kike Nandy, African Princess mwenyewe, umefanywa usajili wa hatari sana. Kama wale wanapofanya usajili kwenye mpira, wanaingiza wachezaji hatari. Sasa kuna mchezaji hatari ameingia kwenye muziki wa Bongo Flava. Namzungumzia mwanadada ambaye bado ni mdogo kwenye industry lakini anafanya mambo makubwa, Pipi Jojo. Pipi Jojo bwana, before kama ulikuwa ufahamu, alisajiliwa kwenye record label ya Chief Godlove ambayo ni Chief Music. Alikuwa kule lakini kuna mambo fulani yakatokea ya hapa na pale. Kama unakumbuka tulifanya naye interview, akaeleza ni vitu gani ambavyo vimemfanya ametoka kule na vitu kaa hizo. Sasa siku ya jana amepata shavu baada ya kutoka kule, ameingizwa kwenye African Princess record label. Sasa huyu mtoto bwana, of course kwanza ni msanii ambaye ana kipaji. Ukiangalia hata kipindi anatoka, yeye hakutumia record label, hakutumia wala push ya msanii yoyote mkubwa. Ni yeye mwenyewe alifanya challenge, ilikuwa ni challenge ya nyimbo ya Zuchu, Amanda, kama unaifahamu hiyo nyimbo. Kipindi imetoka, ilitoka open verse na akajump in pale na akatisha kinoma. Ndo alikuwa msanii ambaye alifanya open verse kali kuliko wasanii wengine. Na ndipo hapo akapata uwanda mkubwa na akakutana na Chief Godlove na mambo mengine yakaendelea kimuziki. Sasa kwenye kitu ambacho kimetokea hivi karibuni, tunafahamu Rayvanny amemuingiza Kuslav kwenye record label yake. Tunafahamu pia Chief Godlove kwenye Chief Music amemuingiza Scorpion King. Sasa kwenye namna ambavyo wanafanya usajili hawa wasanii, kuna kitu kama bado kina miss. Ukiangalia wasanii wengine, ukiangalia kama kwenye record label ya WCB, usajili wao huwa ni mzito. Yaani ukisikia wanafanya usajili wa msanii, basi jua nchi nzima itasimama. Lakini ukiangalia hawa wasanii wengine sasa hivi wamekuwa wakipost tu clip vidogo kwenye social media, Instagram, TikTok na wapi, imekuwa ni haina attention. Unajua ukitaka kufanya kitu watu wanatakiwa wapay attention. Ukiangalia usajili wa Zuchu, hata pia Divoice, mtu anasajiliwa pia anaingia na album. Anyway, tutegemee Pipi Jojo alivyoingia hivi, maybe atakuja na album au EP au single. Lakini kwenye namna ambavyo wasanii hivi sasa kwenye industry ya Bongo Flava wanapofanya usajili huu, haijakaa fresh sana. Ukiangalia hata huko mbele huko Nigeria, usajili wao Mavins kule kwenye record label ile, watu wakifanya usajili kweli, yani kuna vitu fulani hivi ambavyo vinaleta ladha, hata msanii anapokelewa kwa ukubwa. At least Rayvanny kidogo alijaribu akamsajili na pia akaachia EP, lakini bado hatujafika kwenye zile level ambazo tunazitaka. Anyway, nitoe big shout out kwa African Princess na kwa Nandy kwa uamuzi ambao aloufanya. Huyu mtoto ana kipaji na tutegemee kwenda kufanya mapinduzi kwenye industry ya Bongo Flava. Bwana, big shout out to Pipi Jojo. Bwana, tunakutegemea kwenye industry bwana, uende ukatuwakilishe huko mbele yao bwana. Hii hapa ilikuwa ni Entertainment Corner na mimi naitwa Brazamento. Hii hapa ni CWB Kawabe Media.